Mpendwa jambo, tunakusalimu na kukukaribisha katika kipindi hiki kia kujifunza lesoni. Mungu akubariki. Tukukumbushe kwamba tunakuwa kwenye robo ya kwanza katika mwaka huu wa 26, na katika mwaka huu tunakuwa kwenye somo la 6, na katika somo la 6 tumefika katika fundisho la 5 linalokuwa na kichwa kinachosema kitu kimoja tu, kumfahamu Kristo. Mpendwa, fundisho la asubuhi ya leo litaenda kutuonesha umuhimu wa kumfahamu Yesu Kristo na umuhimu wa kumjua Yesu Kristo katika maisha yangu na katika maisha yako, katika maisha yetu sisi kama wanadamu. Tutaenda kuona kwamba katika maisha yetu kumekuwa wengi ambao hawajaingilia hali ya kumtambua Yesu Kristo, hawajaingilia maisha ya kumjua Yesu Kristo. Na hivi mpendwa, tutaenda kuona kwamba kumekuwa maneno ambayo Yesu Kristo ameyanena kuhusu wale ambao wamejiingiza katika mambo ya kuwajua watu wengine, wakuu wa kata, wakuu wa inji, na huenda wamemsahau kujua Yesu Kristo. Na kuna shairi ambalo linatanguliza fundisho letu katika Mathayo sura yake ni ya 10. Unaposoma mstari wake ni wa 32 hadi 33. Neno la Mungu linasema kwamba atakaye nikiri mbele za watu nitamkiri mbele za Baba yangu, na atakaye nikana mbele za watu nitamkana mbele za Baba yangu. Ina maana ya kwamba Yesu anasema kwamba wale watakaomkubali mbele ya watu, katika umati ya watu, naye pia atawakubali mbele za Baba yake, na wale wanaomkataa kwa kweli mbele ya watu, naye atawakataa mbele ya Baba zake. Mpendwa, sijui kama umeingilia katika maisha ya kumjua Yesu Kristo. Je, hauko miongoni mwa wale ambao wanakataa na kukana Yesu Kristo katika maisha yao? Na tumeenda kuona kwamba wanaomkana lazima naye atawakana mbele ya Baba yake. Mpendwa, unaposoma maandiko matakatifu, tutamjuaje huyo Yesu? Katika maisha yangu na yako tutamjua Yesu namna gani? Jambo la kwanza, tutajua Yesu tunapokuwa na Biblia. Tutajua Yesu tunapoingia katika usomi wa Biblia, na tutamjua Yesu tunapoingia katika maisha ya kuishi maneno ambayo tunayapata katika maandiko matakatifu. Ina maana ya kwamba unapoenda kinyume na hayo, usipoingia katika uzoefu wa kusoma maandiko matakatifu, usipoishi maneno ambayo unayasoma, haujamjua Yesu Kristo. Mpendwa, tunaposogea karibu na Yesu Kristo na tunapomjua Yesu Kristo, tunaenda kuishi uzoefu wa nguvu za ufufuo wake. Ina maana ya kwamba na hayo ndiyo yanatusaidia kuishi maisha mapya siku baada ya siku. Yesu anatamani tunapokuwa tumesogea karibu naye, tuishi maisha yanayokuwa mapya, tuishi maisha ambayo yamebadilika kupitia nguvu za Yesu Kristo. Unaposoma Warumi sura yake ni ya 6 mstari wa 4, tenda kukuta maisha hayo kwamba lazima tuishi maisha mapya. Jambo la pili mpendwa, linalotusukuma kumjua Yesu Kristo, na tunapoingia katika uzoefu wa kusogea karibu na Yesu Kristo, lazima kupitia ushirikiano wetu katika mateso yake, na kupitia hayo mpendwa, tunasaidiwa kutambua Kristo na kushuhudia kwa kafara aliyotutendea msalabani. Tunapoingia kukumbuka mateso ya Yesu, hapo ndipo tunasogea na kukumbuka Yesu Kristo na kukumbuka kafara kilile ambalo alitutendea hapo msalabani. Jambo lingine mpendwa, unapoenda kusoma Wafilipi sura yake ni ya 3 mstari wa 14, katika fundisho letu hili la kumtambua Yesu Kristo, Paulo anasema kwamba nakaza mwendo nifikie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendwa, tunapoenda ona mede ni nini? Ni kumfahamu Yesu Kristo tangu sasa katika kila jambo, na baadaye tupate uzima wa milele. Pendwa, Yesu anatamani mjue leo, na Yesu anatamani unapoingilia usomaji wa Biblia na kuishi maneno ambayo unayakuta katika maandiko matakatifu, uweze kuwa miongoni mwa wale ambao wataingia katika ufalme wake, wataingia katika kushangilia naye Yesu Kristo atakapokuja mara ya pili. Mungu akubariki na kukupatia roho wake ili umjue Yesu Kristo katika maisha yako, kwa jina la Yesu, amina. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunaweka msikilizaji wetu huyu mikononi mwako.
uweze kumpatia fursa ya kukujua katika maisha yake, ili yaishi pamoja nawe, na unapoleta ufalme wako wa pili, tuende naye katika ufalme wako, katika jina la Yesu, amina, amina.